Bwana Friji, mchezo unaofuata ni Simba dhidi ya Almasi. Baada ya mchezo wa kwanza kupoteza kwa goli 2-0 wakiwa ugenini. Unaona mchezo wa aina gani? Tuzungumzie mechi ya kwanza, makosa yao yalikuwepo wapi? Mechi ya pili kujirekebisha wapi? Maana Fallu Davis ana kazi kubwa ya kufanya. Simba na mlima mrefu mkubwa sana. Bwana, kwa nashukuru Uba TV, moja ya channel bora sana ambayo naikubali pia kwa kazi yake inayoifanya, na ninyi pia kazi mnayoifanya kuhakikisha mnahabarisha pia umma kuweza kufahamu mambo mengi hasa kimichezo. Simba ni kweli wanacheza, ni timu pekee. Unaposema Simba, kwanza ndugu yangu mwandishi na mtangazaji, unakosea. Unapoisema Simba sasa hivi unapaswa kusema ndio klabu pekee iliyosalia katika michuano ya kimataifa, klabu pekee ambayo inawakilisha Afrika Mashariki na Kati na Tanzania. Sio unaanza Tanzania, unaanza Afrika Mashariki na Kati alafu Tanzania. Unaelewa? Kwa sababu ndio timu ambayo imeseti standard yake, yani iko kwenye climax ya michuano ya kimataifa. Wako hapo lakini wanagota kwenye hatua robo finali. Ndio kitu ambacho sasa wanapiga vita. Nimejaribu kuona wanawashirikisha hadi watumishi wa Mungu sasa hivi. Baba yangu wa kiroho Mwamposa ametajwa kama mgeni mwaliko na alipiga jana maombi pale Kawe Packers. Uliona yote kwa yote ni kwamba Simba wamegundua kwamba sio kwamba huwa wanashindwa kwenda katika hatua nusu finali kwa uwezo wa wachezaji walionao, ila kuna vizuizi huwa vinakwepo. Kuna namna ambavyo kuna vikwazo huwa vipo. Na vile vikwazo huwezi kuviepuka kama haumwamini Mungu, lakini pia kama haujakubali kumfuata Mungu. Unajua vilabu vyetu vinaamini zaidi mambo mengine kuliko, lakini awamu hii wamekubali. Leo anaenda kwa mtumishi wa Mungu Mwamposa, wanataka aombee aende uwanjani. Wameenda kwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid. Unaelewa vizuri? Yote kwa nini? Kwa sababu wanajua uwezo wanao. Kwani uongo? Yaani Simba uwezo wa kushinda mechi, kumpiga mtu home and away wanao. Wewe unaona kwenye michuano hii kwa nini huwa mwanzo anampasua mtu? Yaani kwa nini Simba kuitafuta toa makundi mtu anapasuka? Anaweza akaenda ugenini akakubali kufungwa au akatoka suluhu alafu akija kwa Mkapa anampiga 3-2. Kawaida. Kwa nini? Lakini when it comes tu kwenye quarter final, huwa kitu gani kinatokea? Kwa maana timu nyama aende ugenini apigwe alafu ashindwe kufuzu, ni kitu gani hicho kinatokea? Kwa sababu ukiangalia kwenye hatua za makundi rekodi ya Simba inasema 2018 ambayo ilikuwa turning point ya Simba, wanarejea kwenye michuano ya kimataifa dhidi ya Nkana Red Devils, mechi ambayo watu wengi walishakatia tamaa Simba. Wakaja na slogan yao kupitia Haji Manara, ikawa inaitwa Woinda. Ile ilikuwa ni duo dai. Wamecheza Kitwe, Simba akafunga goli 2-1 kwa Mkapa pale, watu wanajua shughuli Nkana anaenda kuimalizia. Na of course Nkana amekuja dakika za mapema, Walter Bwali anapiga bao la kichwa, aggregate 3-1. Shughuli ikaharibika. Watu wakasema mnyama aende. Mnyama aende. Shughuli ikaharibika kwa sababu kule alipigwa 2-1. Sasa akakubali kulisogea mapema. Kinachotokea ni mizimu tu ya Jonas Mkude siku hiyo, ameamka vizuri. Ya Jonas Gerard Mkude ameamka vizuri bana. Chama Klatus anampigia pasi, Mkude anavutika mita 28, kamba imo. Pale ndio Simba anarudi. Nicolas Giana anapiga cross na mkuta Medika Gere anajaza waya. Inakuja inatokea foul pale, John Boko fantastic captain, very quick, haraka anaanzisha ile foul. Hassan Dilunga HD Chama imo kwa kisigino. Si unakumbuka? Ndio ile nani alisema Simba aende hatua ya makundi? Nani macho yako yanaona kama mimi? Baraka Mpenja huyo sasa hiyo. Anaanza kumtajia Chama pale Mwamba Lusak na mambo kama hayo. Kwa hiyo wanaenda kucheza dhidi ya Platinum. Simba anafungwa goli 1 kule. Wanakuja kwa Mkapa, Simba anampiga goli 4. Wanacheza mechi tofauti tu. Wanakuja kwa Mkapa, Simba anashinda mechi zake. Kwa hiyo amecheza dhidi ya Wydad Casablanca, Simba anafungwa goli 1-0 kule Morocco. Anakuja kumpiga goli 2 kwa Mkapa pale. Kanuti pamoja na Kibu Dennis. Kwa hiyo Simba ameshafanya hizo comeback sana. Katika hatua za makundi, we need to see kwenye hatua ya robo finali. Kila ambacho walikuwa wanakiapply kwenye hatua ya makundi, wanapaswa kiapply kwenye hatua ya robo finali kwa sababu Kaizer Chiefs alimfunga Simba goli 4 kule South Africa. Simba ikapelea goli 1 kwenye uwanja Mkapa, anampiga Kaizer Chiefs goli 3-0 na mpira mkubwa juu. Sijui unaelewa, na ubaili wa wachezaji kina Mixon wanapiga tu mashuti ya mbali wakapoteza. Lakini mwisho wa siku alimpiga 3 Kaizer Chiefs ya moto kina Castro, unaelewa Sasa leo Simba ashindwe kumpiga huyu jamaa goli 3-0, si itakuwa ni mambo ya ovyo kabisa. Itakuwa ni yani labda dunia izame kwa sababu mpira unadunda of course ukicompare Al Masry na hizi timu ambazo Simba amefanya comeback kina Wydad. Hivyo Wydad sio mchezo.
Simba ndo aliozimisha ndoto za Wydad hadi leo yuko kimataifa. Kwa hiyo utaona kampasua Berkane pale. Berkane na huyu Al Masry mbingu na ardhi. Yaani ukiangalia in terms of performance, quality, investment kaachwa mbali. Kwa hiyo mimi naamini Simba wa muhii wachezaji wanao. Brother, Simba wanatengeneza nafasi nyingi sana. Ni issue nilikuwa ni kupeleka tu mpira kambani. Kocha Fadlu nafikiri kama atashindwa kuipeleka Simba hatua ya nusu finali, atakuwa yeye mwenyewe amejiwekea kisu shingoni. Kocha Fadlu endapo atashindwa kuipeleka Simba hatua nusu finali, atakuwa amechukua kisu akajiwekea yeye mwenyewe hapa. Kwa nini unasema? Kwa sababu Fadlu Davis ni kocha ambaye wengi hawakumpa of course matarajio makubwa, lakini Mungu amemsaidia. Wachezaji wamekuja wana uchu. Kila mchezaji anatamani aweke legacy, kila mchezaji anatamani atengeneze profile yake. Kila mchezaji anatamani atengeneze thamani kwenye transfer market. Unaelewa? Kwa hiyo anapambana ili Simba inapokuwa na yeye akue, aondoke. Watu watengeneze maisha, unaelewa? Sasa Fadlu Davis yeye amekuja amekutana na hiyo ngekewa kwamba kila mchezaji ana fighting spirit afu ni vijana, unaelewa? Wanapambana. Kwa hiyo leo hii timu amefanikiwa, ametengeneza, amemobilize, ukiangalia ameshatengeneza chemistry ya wachezaji wake, wachezaji wana determination. Yaani ni yeye tu sasa kuamua, kufanya maamuzi. Anachofeli sasa hizi Fadlu Davis. Mwanzo alikuja vizuri, alikuwa anafanya rotation. Utashangaa leo atacheza Mavambo, si utamwona mara amecheza leo Mkwala, mara Ahua, leo Aweso ameingia, mara leo sijui Chasambi, mara Balua. Kuna kitu gani kimemuingia Fadlu Davis haraka haraka? Unaona sasa hivi afanye mabadiliko kwa haraka. Yaani unaona kabisa Ateba amekamatwa na mabeki watatu. Kuzunguka hivi kutani watu wamepokonya mpira. Okay, why Mkwala asiingie? Tia Mkwala ndani. Unaona Ngoma apigi pasi nyingi za mbele. Uone Ngoma akikaba arudi chini Ngoma ana shida yake moja. Pasi anakupa nzuri. Ila when it come akipoteza mpira Ngoma kwenda ku retain na kuwa ni ngumu sana kwenda kurudisha mpira kwenye field of play. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Fadlu Davis kwenye hii mechi hapaswi kucheka na mtu pale uwanjani. Kwanza hapaswi kucheka na mchezaji yote. Najua sio mtu wa kucheka. Lakini ule ubaridi ameutoa wapi? Fadlu Davis hajawahi kuwa kocha baridi. Fadlu ni kocha katili sana. Lakini nashangaa siku hizi Fadlu Davis anakubali. Dakika 70 una goli Fadlu. Yaani dakika 70 timu imekubali unacheza kwenye eneo lake afu una goli. How? Wakati Fadlu alikuwa striker akiwa South Africa kule alikuwa top scorer wa PSL. Kwa hiyo kuna wakati unatakiwa kuangalia pale ambapo timu yako imezidiwa, of course imewazidi wapinzani, mnapeleka mashambulizi ya kutosha lakini hakuna watu wenye ubunifu wa kufunga. Badilisha watu. Change formation. Weka wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga, weka wachezaji ambao wanaweza kukupa matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi kitu anachofeli Fadlu sasa hivi ni namna tu ya timing ya kufanya mabadiliko. Sababu anachelewa sana na bado hajajua hana sababu sahihi. Yaani hajawahi kufanya sababu ambayo ikamridhisha. Mimi naamini ni kwa sababu pia anachelewa. Pressure imeshakuwa kubwa. Unafanya sababu dakika 70 au 80 tayari timu yako imefungwa. Kila mchezaji sasa anataka kuonyesha uwezo wake binafsi, individual brilliance kufunga. Uwezo ukapata kilicho bora. Sababu bora ni ile inaanza dakika 45 kipindi cha pili, dakika 30 kipindi cha kwanza, dakika 50 au 55 kipindi cha pili. Hiyo ndio sababu ambayo unaweza kaona kwamba inaweza kukulipa. Lakini sababu unamchelewesha Mkwala dakika 80. Dakika 80 Mkwala unampoteza, lakini kwangu naona kwa Al Masry sio timu mbaya, lakini Simba aliweza kumunlock CS Constantine akamfunga. Hapo Fred Bovu nataka niongezee kitu kimoja. Fadlu huwa anachelewa kufanya sabu. Lakini watu wengi wachambuzi wengi wanasema kwamba kikosi cha Simba akimnizishi mwalimu kufanya sabu kwa sababu kuna quality ambayo watu wanaoitaka kama Young Africans. Quality akitoka Chama au akitoka Zikia anaingia Chama, akitoka Pacome anaingia Duke Abuya. Simba ionekane kama hicho. Hapana. Unaona bwana? Simba wana hiyo quality. Ingekuwa wana quality. Yaani Simba ingekuwa wana quality. Leo hii tusingeona Simba wanashindana na Yanga hapa kwenye ligi. Tusingeona heka za Yanga kugomea dabi. Yanga kugomea dabi baada ya Simba kuwa na quality. Sasa, yani tusingeona kwamba pia sasa hivi Yanga wanaweka propaganda mara mashati day kwa sababu Simba na mechi wanataka tu watengeneze trend na vitu kama hivyo. Yani Simba angekuwa na quality leo hii tusingeona Waarabu wanaandika Kiswahili pale. Wale sio Waarabu wamesaidiwa. Yes. Kwa hiyo kama Yanga anajiamini kwamba Simba ni mbovu, apeleke timu uwanjani kwenye dabi. Yaani kama Yanga anaamini timu ya Simba ni mbovu, wajikusanye wapeleke timu uwanjani, kikapigwe pale. Sasa Simba ya leo ina watu, wewe unaambia pale Yanga kuna mchezaji anamfikia Mpanzo pale. Pale Yanga wewe wakusanye, nani anamfikia ile Mpanzo? Nani Kangalombo wewe? Kangalombo bado sana, usinitajie Kangalombo bro, unamkosea hapa. Ongea habari hapa Pacome.
Pacome ni mchezaji mzuri sana, lakini ukiwaweka pamoja na ni mwanangu Pacome, na interview yake akiona atasema bora Friji Bovu leo ananikanyaga. Utofauti wa Pacome na Mpanzu ni kitu kimoja. Pacome ni mzuri sana kukeri mpira, kuondoka na mali. Na kumpokonya mpira na kuwa ngumu sana. Issue inakuja end product yake. Mwisho wake ni changamoto. Pacome akifikaga eneo la mwisho anapata kitete. Atoe pasi afunge anapoteana. Kwa hiyo ukikuta amefunga siku tu ameamua tu, ameamka vizuri. Ila Mpanzu sasa ataukamata mchezo. Kwanza alichoki lile jini. Alichoki lile jini lile. Yaani Mpanzu ni kama gari gani unajua? Range. Makatapila yale ya barabara. Acha makatapila asi anatembea tu taratibu. Mimi nataka gari ambayo inakunywa mafuta sana. BMW ama BM hayo. Magari Prado magari fulani ma V8 hayo ndo yanakunywa mafuta. Sio yananyonya anakunywa. Unaelewa kama ile aliyochukua Chief Godlove ile sasa hivi ile nayo inakunywa sana mafuta. Ndio Limpanzu litapambana kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Moto ni ule ule. Mimi nilikuwa pale Suez Canal siku hiyo. Wa Almasri wanaulizana maswali kwenye press conference pale kwamba hivi huyu Mpanzu imekuwaje anacheza Simba? How? Mchezaji mwenye viwango vya kucheza EPL anacheza hapa. Mchezaji wenye uwezo wa kucheza ligi ya Uingereza EPL. Wewe unataka kuniambia Mpanzu acheze Brentford? Yaani Joan Wissa ni nyota wa timu ya taifa ya Congo DR anacheza pale Brentford. How kwa upande wa Mpanzu asicheze bro? Yaani ni kwamba tu kuna bahati na mascout kwa maana mawakala bora ambao maagent wanaotafuta wachezaji, lakini kwangu Mpanzu kwa sifa alizokuwa anamwagiwa kule. Kwa sababu uwanja mzima ndio kaonekana. Haya Pacome kwenye mechi za kimataifa ugenini lini ameonekana? Nimeshatoka kusema vizuri sana. Pacome ni mchezaji mzuri sana, lakini akifika eneo la mwisho hatari wake unapungua. Kwa hiyo huyu na anachoka haraka Pacome Zouzoua. Huyu Mpanzu anagonga dakika zote baba. Mpe 180 moto ni ule ule. Unaelewa Kwa hiyo ni bonge moja la mchezaji. Sasa Simba wanapaswa kuongeza kasi katika eneo la ushambuliaji kwa sababu wakati anaondoka Mpanzu anafika eneo la mwisho final third hakuna mtu wa kumpa pasi. Mwisho wa siku ndio unaona anajaribu mara amepiga cross hazijafika hivyo kwa sababu ametumia nishati ya kutosha kawaacha watu mbali sana. Kwa hiyo kama itatokea Simba wachezaji wataongeza kasi na wakajua kuskani ubongo ile Mpanzu. Simba inapiga mtu goli 5 na nilitoka kusema huyu Mwarabu alivyokuwa anakaa nyuma kwao yani kuko kwenu unaongoza goli 1 afu unakaa nyuma. Akienda kwa Mkapa mechi inapigwa mchana kweupe pale. Jioni na labda siku mvua inyeshe sio na joto. Ila Dar es Salaam hata mvua ikinyesha kuna joto. Baba yule Mwarabu kipindi cha kwanza mimi naziona 3. Kipindi cha kwanza? Uba TV? Njoo ni hoji. Yaani kipindi cha kwanza mimi hamna Mwarabu anakula 3. Ni weupe. Yaani ni weupe vibaya mno. Weupe mno. Weupe kaka, wanapitika. Simba wanafika. Wanaenda kucheza kwa Simba wanafika. Sasa kwa Mkapa ule uwanja ni mkubwa. Ule uwanja wa Suez Canal na huwa Simba wanani wa Mkapa. Mkapa uwanja mkubwa sana. Alafu kingine mashabiki sasa ni wa Simba pale. Wako full house. Tofauti kabisa na kwao. Kwao walikuwa wenyewe. Kwa ukiangalia pia kingine Simba na rekodi ya kumpiga Oroya pale. Oroya alikuwa wazuri. Piga goli 7. Yohane kala 6 mle. Unaelewa Orlando kapasuka, Kaizer kapasuka, AS Vita kapasuka 4, Ahali kapasuka mara kibao pale. Leo amshindwe huyu itakuwa ni kituko cha mwaka. Na kama endapo Simba hajamfunga huyu jamaa, hajamtoa kwenye michuano. Simba wana haja kushiriki michuano. Kama endapo Simba atampa huyu jamaa ganda la ndizi ateleze aende hatua nusu finali. Simba wana haja kushiriki michuano kwa sababu Mungu amewajibu Simba. Wamekuwa wakifika hii hatua wanaletewa watu wagumu. Mara wameletewa Kaizer, mara sio Orlando, mara Berkane, si mara nani. Awamu wameletewa mtu ambaye unaweza unamudu. Piga Mwarabu huyu. Mwarabu aongelee huyu Almasri kule Misri aongelee kwa chochote. Misri kule anaongelewa Ahli, Pyramid pamoja na Zamalek. Yaani huyu kule ni kama Singida Black Stars. Sasa mnakutana na Singida Black Stars ya Misri. Piga. Yaani ukipata nafasi piga kweli kweli. Na natamani kocha aanze na Mkwala hii mechi. Sababu Mkwala afikiri mara 2 yule. Kwa Ateba naskani sana. Anaskani sana. Yule inabidi akae bench. Akae bench, aanzie bench kwa sababu mwisho wa siku ukimjengea Mkwala uzoefu wa kucheza mara kwa mara kwenye first 11, kwanza kisaikolojia unamweka sawa kwamba mimi naaminika mimi sio saidia fundi. Ila bench mara nyingi ni mchezaji wa akiba. Neno mchezaji wa akiba. Sasa mchezaji wa akiba inamshushia mchezaji pia morali kwamba mimi si paka Ateba achoke. Hawafu akichoka mimi ndo naingia. Sasa hawafu inabidi akae bench. Chuma kimkwala kizunguke huku na huku alafu akipotezagi ramani. Ukipiga pasi kwenye box amefika anafunga. Yule Mwarabu kaka anakufa. Mimi ni Friji Bovu nakwambia. Si chini ya goli 5 anakula. Friji Bovu chini?
Si chini ya goli 5 anakula. Sio unaongea eti kwa sababu labda naipakulia Simba minyama. Nimewaona wale jamaa wanapocheza kwao kwa macho yangu, sio kwenye TV. Ulisafiri. Wao wenyewe walikuwa wanacheza wala kitete bro. Yaani ni issue tu ya Simba kumaliza mchezo. Kwa hiyo naona issue ya kwanza Simba wakifuatilia hizo procedures 3 tu. Ya kwanza wachezaji waache uchoyo kwenye maana pasi katika mazingira rahisi ya kufunga goli. Lakini chances zitengenezwe za kutosha ambazo ni zile chance ambazo ni clinical, chance ambazo ni chance za maana, sio zile chance ngumu ngumu. Unaelewa eh? Lakini kingine ni kwamba nafasi ambazo wanazipata hakikisha wanazitumia. Alafu kingine wasiruhusu kushambulia bila kufunga duka. Wala waweza kupiga counter na wakakuumiza. Counter wako vizuri wale. Kwa wakati unashambulia lazima uhakikishe watu ulionao kwenye eneo la kiungo kwanza wawe wako very sharp, mabeki wako wawe very sharp, hata washambuliaji sio unakaa tu sehemu moja. Kwa hiyo wakizingatia hayo. Lakini kingine maamuzi. Captain lazima akae kuhakikisha maamuzi asiwaonee. Inatokea tukio la penalty unaacha kumfuata maamuzi. Muhadae VAR, we need VAR penalty ile. Mfano Simba angepata goli moja angemchachawiza yule jamaa na angempiga kwa sababu angeanza kufunguka. Sasa gari anafunguka Simba angemaliza. Kwa hiyo captain apaswa kuhakikisha timu yake akiona inaonewa yuko na uhakika 100%. Nenda kamfuate maamuzi kaongee naye. Simba anashinda hiyo mechi. Fribovu, kwa kauli ya Faldo Davis anasema mechi ya kwanza imeanza kule. Mechi ya mwisho inamalizikia huko. Je, kauli yake itatimia siku ya tarehe 9? Kauli ya kocha Faldo Davis anasema mchezo utamalizikia Misri bali mchezo utakuja kumalizia Taifa. Je, kwa magoli mawili mchezo kwa kauli yake mchezo utakuja kumalizikia hapa Taifa kweli? Ameshatangulia goli 2. Yaani wanamaliza sio kwa wanamalizia mchezo unamalizika kipindi cha kwanza yule. Kipindi cha kwanza kaka. Mchezo unamalizika? Kipindi cha kwanza. Sababu Mwarabu atakuja pale atakuwa anataka kulinda goli lake. Hao magoli wakati anataka kulinda atachoka. Yaani kuna wakati unachoka kwa sababu utakuwa unapambana kukubali, yaani wewe ni bondia unakubali tu kukubali makonde, yani na kinga tunaweka gadi. Kuna muda mikono itachoka, misuli kishachoka unajiachia unapasuka. Kwa hata wao watakuja na gadi kama bondia tu. Unakibwa na kuletea mafuriko kila wakati, huku Mpazo kuletea mafuriko kila wakati, Jean Chaza huwa amekukosa. Yaani ni kama vile rocket za kivita yani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku ngwani vai vizuri. Yaani hiyo mechi hiyo unaogopa siku ya tarehe 9 kaka. Yaani ni kama rocket za kivita unajua. Rocket za kivita ni ile ni kwa sababu kule Ateba anakimbiza mafuriko ni kule Kibudi oya. Wewe utaona utakuja kuniambia. Si chini ya goli 5 anapotea wewe. Njia sahihi ya Simba ili wafuzu atakuwa kipindi cha kwanza afanye nini? Kipindi cha kwanza wampalie. Yaani kipindi cha kwanza wasijali kwamba tutasidi nini. Kipindi cha kwanza peleka pressure. Dakika 7 tu Simba shapata goli. Na Faldo anaweza. Dakika 7 tu Simba shapata goli. 14 kwa maana 15 za kwanza Simba wana magoli 2. 30 Simba na goli 3. Wale wa Arabu Koko wanaanza kufunguka sasa. Wanapokuja Simba anapiga 5. Yaani 5, hiyo ni chini sana. Fribovu nikuache. Baada ya game mimi nitakutafuta. Wewe uje mwanangu. Uba TV, excellence is our signature.